Ni kweli kabisa, watu wengi sana wanasikia neno mizimu, na inawezekana kuna wengine wanakwenda katika makabila yao wanatambika lakini hawajui nini maana ya mzimu. Lakini je, kuna baadhi ya watu wananufaika sana na mizimu lakini wakati wananufaika wao, kuna wengine wanapata madhara kupitia mizimu. Je, mzimu ni nini? Na huu mzimu jinsi ambavyo tutavyopata taarifu yake itakwenda kutufahamisha kwa mujibu wa mu'taqadul islami, kwa maana aqida za Kiislamu zinausemaje mzimu. Lakini kwa wale ambao tayari wana madhara, nini wafanye ili waweze kunusurika kutokana na hatari ya mzimu. Kimaarifa, tunapouzungumza mzimu katika mustalaha au katika suala la yani katika kuelezea katika taratibu za kilugha, yani katika lugha ya Kiarabu mzimu unaitwa ashabhu. Ashabhu maana yake mzimu. Fil asli lughawi, katika asili ya kilugha, dhillu shay'in wa khayaluhu, maana yake ni kimvuli cha kitu au ni zile khayal. Khayal ni mtu kuwa ana uwezo wa kuona mtu lakini kumbe yule aliyomuona sio mtu wa hakika. Maana yake ukisikia mzimu wa fulani, kwa mujibu wa taratibu za kilugha, ni alama zinazoonyesha, alama hizo zinazokaribiana na taswira ya mtu huyo katika hali za namna hiyo, kwa mujibu wa watu wa lugha. Lakini kadhalika kuna watu wao hawa wa mizimu sasa, maana kuna watu wa lugha na kuna watu wa mizimu yenyewe wenyewe wenye majambo yao. Hao wao wanasemaje? Wao wanasema yu'tabaru shabhu tajsidan, ya kwamba imefahamika na kutambulika mzimu ni nini? Ni mwili, ni sawa na mwili tena mwili ambao uliojitengeneza au uliojivisha liruhin, yani ni mwili uliovaa roho, au nafsi shakhsi mayitin, au ni nafsi ya mtu ambaye aliyekufa, lakini au hayawani ghairi bashari, au mnyama au kiumbe ambaye asiye mwanadamu. Kuna wakati mizimu inawezekana ni kiumbe lakini si mwanadamu. Kwa hiyo kwa hali hii tunapata, kwa mujibu wao hao watu wa mizimu, wao wanasema ni nini? Ni roho ambayo inayovaa mwili ya watu waliokufa. Wao wanasema katika hali za namna hii.